Usiangie mtu anamshika sehemu za siri, sijajua lengo lake nini. Mtoto yupi? Huyu hapa mbeba mgongo. Wa kiume? Ndio baba. Amshika sehemu za siri? Ndio baba. Usiku? Ndio. Alikuwa amesinzia? Amelala kabisa. Amefika mara ngapi? Mara nyingi tofauti tu baba. Anasangia anakuwa anashtuka kwenye usingizi na mkuta anamshika mtoto sehemu za siri. Na mwenyewe akiwa amelala? Mtoto akiwa amelala? Ndio baba. Na baba akiwa amelala? Sasa sisi tuko tumelala, yeye ndo anakuwa anafanya shughuli hizo. Sasa mimi sengine nashtuka nakuta mkono umewekewa kichwani. Hapa nipo baba, nimenyolewa nywele. Hapa pembeni. Haleluya. Na watu kweli bwana. Kwa nini unakana mkono wako na imekunyoa? Niko sijajua kanyoa nyani, ila ya asubuhi akaniambia mbona umenyolewa nywele hapa? Alikwambia? Yeye mwenyewe. Nikasema sijajua ni nani kanyoa nywele. Haya bwana. Sasa mimi nitaomba ombi moja. Mchawi afe. Kama mume wako mchawi atakufa. Sawa baba. Huyu binti bwana. Baba, yani walipanga mbinu za kumaliza mama. Maambiza kumwacha? Walipanga mbinu za kumuua mama, sababu mama mchawi. Nani apanga mbinu? Alikuwa anaongea na ndugu upande wa marehemu mjomba. Huyu kumuua mama. Nikakuta rekodi zake kwenye simu. Ndio tunaendelea huko sasa. Yaani mchungaji anapanga mbinu za kumuua mama mkwe. Mchungaji tujipange. Sasa pasta, mama yake ni mchawi? Naam. Mama ni mchawi? Hapana, anachokizungumzia ndio kutokea mtafaruku kati ya familia yao wao wenyewe. Ndio. Wakati huo mama mkwe mwenyewe ndio akidai kwamba mimi sipaswi kuishi na binti wake, ni heri binti yake ni muache. Mama mwenyewe kutamka kwamba sitaki kuishi na binti yake, hiyo ndoa bora niivunje. Ikakuuma? Sasa ndugu zake, hapana, sio mimi. Ndio. Ndugu ambaye ni ndugu zake wenyewe. Ndio. Wakanisogeza wakaniita. Wakasema unavumilia sana na sisi tunakuonea huruma. Isipokuwa pia una uvumilivu, au kwa sababu ya huo uchungaji kwa nini unang'ang'ania huyu binti uishi naye? Ikiwa mama yake hataki uishi naye, achana naye. Nikasema hapana, mimi siwezi kumwacha kwa sababu niliapa. Wow. Na kama kuna jambo lingine la kifamilia basi hilo ni la kwenu. Wow. Mimi mkiniingiza kwenye familia mnanikosea. Wao kwenye familia wao wenyewe wakadai sisi tunamjua huyu ni mchawi kwa sababu kuna msiba ulitokea wa kwao wenyewe. Ndio. Ikiwa mimi nimepata ajali Kariakoo, lakini niliondoka na hiyo ajali nimepata, wala yeye hakushiriki kuja kunitazama, hapana. Ila mimi nampenda, ni mke wangu. Nikatoka nikaenda kwenye huo msiba, natembelea Gongo. Wakaanza kushangaa huyu mtu amekuja yuko hali hii. Lakini amekuja kwa sababu ni msiba na alimpenda mjomba wake. Nikasema mimi sikuishi na mjomba vibaya, nampenda, ndio maana nimekuja kushiriki mimi msiba. Ikiwa hapo baba, Mungu mwenyewe anajua ni neema tu mpaka leo ninaye huyu binti. Baada ya hapo basi ikawa hivyo. Zeni baadaye kutokea kama roho ya ajabu sana. Yaani sasa ya kutofautisha mazingira kati ya mimi na yeye tena. Huyu akachukia ghafla, akawa ni mtu wa tofauti na kuto kunitaka mimi pale niwepo na kunitamkia maneno ya ajabu na sikutaki kabisa hapa hata msibani uondoke. Okay, sawa, inatosha. Unampenda? Ndio baba. Au upendo umeshaisha? Yaani kwa kweli mama, yani mimi nilisema kwamba mimi mwanamume yani bora tu niachane naye sababu naona mambo yakopo, mambo mengi, mambo ya ajabu. Nikasema kwa sasa ulienda mwenyewe lakini mwanangu? Nikasema ndio nienda mwenyewe lakini ndio hivyo baba. Unataka kutoka mwenyewe? Bwana ametoa? Ulikuwa unataka kumwacha? Ndio baba. Kwa nini unamwacha? Mambo mengi.
Mambo mengi baba. Nataka machache. Usiangie mtu anamshika sehemu za siri, sijajua lengo lake ni nini. Mtoto yupi? Huyu hapa nile mbeba mgongo. Wa kiume? Ndio baba. Amshika sehemu za siri? Ndio baba. Usiku? Ndio. Alikuwa amesinzia? Amelala kabisa. Sisi mkono unahamia pale? Hamna baba na Amefika mara ngapi? mara nyingi tofauti tu baba. Wewe unakuwa umefanyaje? Umeinuka? Saa nyingine anakuwa anashtuka kwenye usingizi, namkuta anamshika mtoto sehemu za siri. Na mwenyewe akiwa amelala? Mtoto akiwa amelala? Ndio baba. Na baba akiwa amelala? Sasa sisi tuko tumelala, yeye ndo anakuwa anafanya shughuli hizo. Ndio mwanangu, tumalize biashara. Praise God. Sasa kwa hivyo pastor. Mamako huyu sio mchawi, tuliweke sawa. Sawa eh? Ila wewe sio mchawi, tuweke sawa. Kuna roho imewavaa wewe na huyu. Na pastor, kuwa accuracy. Kuwa sawa sawa, uwe na amani, si ndio? Kuna mwanaume alikuwa anakutaka wewe, si ndio? Ndio baba. Anakaa Mbezi. Ndio baba. Exactly. Professor. Unataka kulia? Umpige ule wako. Hapana, kwa sababu ngoja. Nimeshapata njia, kwa sababu huko ndiko alikuwa anakimbilia kwenda. Na? Yaani hapa nimepata ufafanuzi kwamba ndiko alikuwa anakimbilia kwa dada yake kwenda kuishi. Hayo ni majibu yako. Hapana. Prophet. Nisikie brother. Wewe ni baba, uwe na amani. Uwe na amani. Mimi nakuja kusolve tatizo. Uwe na amani. Amina. Usiogope. Yeye mwanamume ukishakuwa na mke ukaambiwa ana mtu mwingine, waga tunatoaga macho. Yesu. Yaani mimi mke wangu akiniacha namuombea asipate mtu. Eti Obedi, unataka kufanyaje? Maombi magumu. Unamwambia mambo magumu. Yaani then uolewe, naona. Siwezi kukubali wewe. Praise God. Okay, usiogope na kusaidia. Jana umeongea naye? Juzi? Hapana. Namba yake ni 24 au 42. Namba yake yani sasa hivi hata namba yake sikumbuki vizuri. Au kumbuki vizuri. Inaishia 24 au 42 namba yake kama unayo kwenye simu. Praise God. Usiogope mwanamume. Sasa shida iko hivi. Kichwa mwalibu huyu ni wewe. Baba ya sifa. Manda lele. Kuna mwanamke ulikuwa na mahusiano naye? Na subiri niende tuendelee sasa. Toka nimpate huyu sijai kuwa na mahusiano. Ngoja kwanza, unisikize kwa makini sasa. Unisikize kwa makini, usiwe na haraka. Sawa. Kuna mwanamke ulikuwa naye. Ukazaa naye. Ndio, na mtoto naye. Una mtoto wa kiume? Wa kiume. Exactly. Huyo mwanamke yuko wapi? Huyo mwanamke yuko wapi? Huyo mwanamke? Ndio. Kwa sasa sijajua yuko. Mtoto yuko wapi? Mtoto niliambiwa yupo Iringa. Ulimkataa mtoto? Hapana, sikumkataa mtoto. Ilikuwaje? Na sijawahi kumkataa mtoto. Ulikuwaje? Niliambiwa tu kwamba mtoto yuko Iringa, ukitaka mtoto mfuate Iringa. Mama yake ulikaa naye? Naam. Mama yako aliishi naye? Huyo mwanamke aliishi naye huyo? Huyo mwanamke? Hapana, sijawahi kuishi naye kwa muda mrefu. Ni muda mchache tu, ikiwa mimi nilikuwa nafanya kazi ya miezi mingapi? Ya godown. Miezi mingapi uliishi naye? Miezi kama 6. 6, naam, miezi 6 uliishi naye. Miezi 6. Akapata mimba. Ukamkimbia. Ikiwa yeye ni hali hiyo ya kusema kwamba mimi sitaki kuwa na wewe, akakuacha kwa sababu ya biashara. Mimi nilikuwa najishughulisha sana kipindi fulani. Sasa nikaona yani pesa ninayotafuta mimi ndio iwe pesa ya mambo yote kukizi, isipokuwa yeye naye alikuwa na biashara. Pesa zake yeye anazitupia mahali mimi nisiko kujua. Ila pesa zangu ziwe wazi. Nikakataa hilo jambo, nikasema siwezi kuendelea na wewe. Okay, sawa. Pesa za mwanamume ni za familia. Pesa za mke ni za mke. Narudia tena. Pesa za mwanamume ni za familia. Kuna wanaume hapa wananiangalia, ninawaona. Narudia tena. Mama, ukipata hela yako kula yote. Yes.
kumbe hamna huruma Okay, sasa mwanangu, huyu mke ana shida. Sawa? Huyu mwanamke ana shida. Hana shida. Sawa? Ile wewe una shida. Sawa mwanangu? Ndio naomba uniongoze. Hii shida imeanza miaka mingi sana. Ukiwa kijana mdogo wa miaka 3 na miezi 6 kwenda 7. Ukienda baadaye ujiangalie kwenye mguu wako hapo na alama wewe. Naam. Niko sawa? Okay. Ukienda ujiangalie kwenye mguu wako hapo na alama, una kovu wewe. Niko sawa? Kama siko sawa kuangalie. Inawezekana. Sio kama inawezekana. Sababu na kovu ni kati ya huu mguu na kovu la kuumia. Ndio. Sijajua hilo kovu lingine toka udogo. Kuna kovu la utoto liko hapa. Maisha yako yalianza kuharibika ukiwa mtoto mdogo, miezi 3, miaka 3 na miezi 6 kwenda 7. Kwa ndani yako kuna nguvu ya ajabu. Amen. Kila mtu anakukataa. Amen. Hata utumishi, hata acceptance inakataa. Amen. Kuna jambo liko ndani yako likianza kuinuka. Huyu alipewa uganga wa kienyeji wa babu yake mzaa mama. Sasa kwa mganga wa kienyeji? Babu mzaa mama. Ndio jina walikupa? Ndio jina alinipa la utoto. Ndio. Na kwa mganga wa kienyeji. Hilo jina babu alikuwa mganga wa kienyeji. Ndio, mimi nilikuta historia hizo. Wakupa jina lake. Wakanipa hilo jina lake. Sasa niwafundisha juzi kwamba wewe ukimpa mtoto nani ana jina la mama yake au la bibi yake? La bibi yake, nyosha mkono. Kwa hiyo roho ya babu ndio inaishi ndani yake. Na bahati nzuri babu alizaa na wanawake hapa pale na pale. Uliza. Ni kweli alikuwa anaishi na wanawake 4 sehemu moja. Baba asifiwe. Alikuwa ni chifu. Sasa ndo huyo. Yaani wewe hatoende wapi? Kwa hiyo roho ya kishawi ya kiganga iko ndani yako brother. Frankly speaking. Kwa ni pastor anapambana na pastor lakini ameshapakwa mafuta ya kiganga. Yes. Kwa hiyo unajitahidi, unataka kumpenda Yesu lakini bado ukijaribu mambo hayaendi. You get my point? Kwa hiyo kama leo utakunyesha udole. Kwa lazima tutoe hii roho ndani yako. Huyu mwanamke ni the good woman, anakupenda sana. Lakini sasa elewe, kwa ukiwa umelala, baba anakuja. Umesikia? Kwa hiyo huyu mama usimtumu. Sio wewe. Sawa? Ni babu ndani yako. Umeelewa? Kwa hilo jina ndio litabisha maisha yako. Na leo kitoka utakuwa mtumishi wa Mungu mwenye nguvu. Amazing. Utafika mbali. Mama, huyu kimwacho utamtafuta. Nimesema nini? Ukimwacha nitamtafuta. Yaani unajua sometimes unamwacha mtu. Yaani wewe unamwangalia mama kipindi kile angeniacha. Angenikataa. Sio ngoko naangalia kwenye TV kwamba huyu jamani mkataaga. Unajua kuna watu mnawakataa anajua. Wao mnaangalia sema jamani mimi nilikuwa mchumba wangu huyu nikamkataa. Una pesa. Yaani mama ungeingiwa na roho fulani ikanikataa. Ingekwaje? Baba asifiwe. Iami. Huyu kimkataa leo, sawa? Nimesema nini? Nikimkataa nitamtafuta. Unamtaka umtaki? Unamtaka umtaki? Sema tumaliza hapa. Namhitaji. Namhitaji. We! Mkatayo. Yes. Unamhitaji brother? Mungu anakukomboa, sawa? Utafanikiwa sana. Utafika mbali, sawa? Umeelewa? Kwa sometimes mkiwa kwenye familia, msio mnaangalia mambo mnavyoangalia. Sawa? Msiangalie mambo mnavyoangalia. Unaweza kumwangalia mtu kwenye negative side, lakini ndani yake ana neema ya ajabu sana usijue. Umenisikia? Kwa hayo mawazo ulionayo uelewe kuna roho ya jina babu yake inamsumbua. Itatoka hiyo. Kwani hii hapa kataka kutoka? Sawa? Na akitoka hapa atakuwa a good man. Atamtumikia Mungu kwenye viwango vya ajabu sana. Sogea hapa katikati.